ampaye mbegu mwenye kupanda, na mkate uwe chakula. Atawapa mbegu za kupanda na za kuzidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Mtakatifu na Mungu wetu, wewe ndiye Mungu uliyetuumba na vitu vyote ambavyo tunavyo ni wewe umetupa. Siku hii ya leo tunataka kuliinua jina lako na kusema kwamba hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ukifuata nyayo za waliotutangulia baba zetu ya imani, hata sisi Bwana tusaidie kutenda wema. Naye Mungu utufuatilie baraka zako, ni kwa sababu wewe unakumbuka mambo yote ambayo tumeyatenda kwa ajili ya jina lako. Sema nasi, mtumie kama chombo cha dhamana napo nena huu ujumbe. Katika jina Yesu Kristo tuomba na kuamini. Nimechagua mada ambayo inasema giving acknowledges God's favor. Kupeana unashuhudia rehema za Mungu. Giving acknowledges God's favor. Kwamba kupeana ama kutoa kuna ashiria ni kwamba imegharimu mkono wa Bwana katika maisha yetu. Wakati ambapo tunatoa sadaka, wakati ambapo tunatoa pesa zetu, giving acknowledges God's favor. Na asubuhi njema ama wakati huu ni wakati mzuri wa kujua hivyo. Ni kwa sababu kuna wengi wangetaka lakini hawawezi. Lakini sisi ambao Bwana ametupa nafasi hiyo, ni zaidi ya kuendelea kusema kwamba imegharimu mkono wa Bwana. Kwa sababu ni mambo mengi ambayo yangetendeka, lakini mkono wa Bwana umekuwa pamoja nasi, naye ametubeba na kutuwezesha tuweze kufika siku hii ya leo. Na kwa hivyo Mungu aliweza kuandaa wana wa Israeli, akawaambia sasa imefika wakati wenyu kujenga mahali ambapo tutakutana nanyi, na ndio inayojulikana kama hema ya mkutano. Na ndiposa tumesoma Kutoka 35, Musa akawaita umati wote na akawaambia mapenzi yake ya Mungu, ili Mungu awe akinena pamoja nao. Nao waliposikia huo ujumbe, basi kwa mioyo yao yote wakainuka na wakaanza kutoa zawadi zao ili waweze kujenga hema hiyo, naye Mungu awe akikutana nao. Walifanya hivyo kwa upendo, kama ambavyo upendo tumeshuhudia siku hii ya leo. Vile vile somo letu la pili tunaona kwamba Paulo katika huduma yake, yeye kama mmoja ambaye aliweza kusikia ujumbe wa Mungu, akabadilishwa jina. Kama ambavyo tunajua alikuwa akiitwa Sauli akawa Pauli, na akafanya ujumbe mkubwa sana na kazi kubwa. Pia akawaelekeza Wakristo na kuwaelezea karama inayotokana na kupeana. Na ndipo akahimiza makanisa kusaidiana waliokuwa na nguvu na kusaidia wengine. Na ndiposa anatuashiria katika ujumbe huu kwamba Mungu ndiye anayepeana mbegu, na ndiye anayepeana mazao, na hata anapeana na mkate, na hata nafasi ya kuweza kula huo mkate. Ni hado ikimuno mena migate matigiria, lakini ni Mungu anayepeana nafasi ya kuwa na mbegu, pia kuweza kupanda, pia kuweza kupata hayo mazao, na vile vile kuwa na mkate, na vile vile kupeana uwezo wa kuweza kula huo mkate. Kwa hivyo anapozungumzia ujumbe huo, anatuelekeza hata sisi basi tuwe na moyo wa kupeana, kwa sababu tukifanya hivyo, basi Mungu huyu ambaye anaona katika siri ataendelea kutubariki na ataendelea kutuinua, lakini si kwa sababu ya wingi wa rasilimali, lakini ni kwa sababu ya kuwa na moyo wa upendo. Na kwa hivyo nashukuru Bwana, ni kwa sababu yeye ametuwezesha siku hii ya leo kuweza kufanya mambo hayo. Kwa hivyo katika vifungu vitano nitaunganisha masomo hayo mawili ili niweze kuzungumzia juu ya acknowledging kwamba ni neema ya Mungu. Ambia jirani yako nenda tuigwire hilo. Ni neema tu ya Mungu wewe kuwa umeketi pale na hata kupewa nafasi hiyo ambayo tumefanya siku ya leo, ili huyu mtoto wetu wa Emmanueli aende nyumbani akiwa amefurahi, na watu wa Emmanueli wajue kwamba kweli kuna Mungu ambaye anawajali na naye washuhudia. Na katika maisha yake Yesu Kristo aliweza kuashiria mambo ambayo nitatenda, kwamba
Kupeana ni moyo, na lazima uwe na hamu ya kutaka kupeana. Lazima uwe na roho wa kupeana, spirit of generosity, giving in gratitude and also having the spirit of generosity. Kama una Biblia yako, kama unaandika, tunangetaka tutazame Mark chapter number 12. Yesu akiwa katika uhai wake alienda hekaluni, na alipokuwa hekaluni nao watu iliwabidi kutoa sadaka zao. Na Yesu akiwa Mungu na akiwa mtu akiwa hekaluni, Mark 12 mstari wa 41, akaenda na akasimama karibu na sanduku la sadaka, na akawa anatazama watu walipokuwa wakileta sadaka zao, na watu wengi waliokuwa matajiri wakaleta. Lakini Yesu anazungumzia juu ya mwanamke mmoja aliyekuwa ni mjane na maskini, akaja na akaweza kuleta sadaka yake. Alikuwa tu na theluthi moja na akaiweka katika ile sanduku, na hakuwa na kingine chochote alichokuwa kimesaza. Ndipo Yesu akasema, ningetaka kusema kwamba watu wametoa ni kwa sababu ya wingi wa rasilimali zao, lakini huyu mama ametoa chochote alichokuwa nacho ni kwa sababu Mungu hutazama moyo unaopeana. Mungu hatazami kwa sababu ya wingi, no Ngai aroraga ngoro iyo na gitumi kiria urapeana nakio. Na niposa ningetaka hata sasa kuendelea na kusema hasa na Emmanueli, sio kwa sababu ya wingi hawa wazee wametoa na makanisa, lakini ni kwa sababu ya moyo. Na sisi tukuwa na moyo wa kutoa, ni wewe unatoa kile ambacho Mungu amekupea. Gaida utagia kile utale nakio, naone kile wewe nakio ukaheana. Rĩrĩa Musa erire ciana cia Israeli walileta, angimarehire maudhi ma burana na nemona igwo wĩra nyũmba-inĩ ya Ngai, Mwathani agocwo. Angimarehire guoya wa ng'ondu, onaguo no warĩ na handũ thĩinĩ wa nyũmba yake ya Ngai. Koguo tukae gwĩciria atĩ kwĩna kĩndũ gĩtarĩ na handũ. Kĩrĩa wĩ nakio, kile ambacho unacho, leta, kitapata nafasi ya kufanya hivyo. Na hilo ndilo jambo la maana sana. Mimi katika ujana wangu, enzi zangu za Ukristo, tulikuwa tunaleta mahindi, tukaleta mayai, na hiyo ndio tulikuwa tunaleta kanisani. Na leo kanisa hilo la Bwana bado limesimama. Kwa hivyo sio kwa wingi, lakini ni katika kujifunza ili kusimamisha kazi ya Bwana. Kwa hivyo Yesu akasema yeye ameridhishwa na ameona kwamba ni vizuri. Kwa hivyo moyo ni kitu cha maana sana. Usiseme kwamba hauna, lakini kila unacho toa na Bwana ataweza kukibariki. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wana wa Israeli waliishi wakiwa watumwa, lakini wakati Mungu aliwatoa katika nchi ya utumwa, aliwapea kibali. Aliwapea kibali kwa wana Misri. Ngai akituma magie na viva na kwendwo ni andu aria matũrĩte marĩ ngombo kũrĩo. Na kwa hivyo usiku huo, kabla wajatoka, Musa akawaambia, sasa wakati wenyu wa kutoka umefika. Kwa hivyo enendeni kwa hawa ambao mmewatumikia, na o mũndũ ahoe kĩrĩa kwenda. Matioririe nĩ tũkũheo, merirwo thiĩ mũti o kĩrĩa mũndũ gwĩka atĩa ekwenda. Because the favor of God was on the children of Israel. Walienda wakaomba na wakapewa. Walienda na wakaomba wakapewa kile walichotaka. Na kwa sababu wakati wao wa kutoka ulikuwa umefika, I don't want to judge, but I want to ask myself if that was really correct. Na tondu rĩrĩa maumire bũrũri ũcio, indo iria ciothe mahoete no gũthiĩ mekire atĩa? Mathire nacio. They left that country. Waliacha hiyo nchi ni kama imetekwa na adui zao, kwa sababu walipora mali nyingi sana. Kwa sababu walienda wakaomba, okiria mahoya makaneo. Mahoya nguere ajega teno ina jeni hao ugo. Makekatia makahota. Tamugathi cio ikirite na miti. Mahoya okaneana. Walipeana vile vitu zote.
wana wa Israeli walienda, hiyo ndio tumesoma. Bwana apewe sifa. Wakaomba, wakapewa. Sasa wakati wao wa kutoka, walitoka na vitu nini? Hizo zote. Matigire bũrũri ũcio tarĩ gũtahwo atahĩtwo. Ni kwa sababu the favor of God was upon them. Na hili ni jambo ambalo ningetaka kusisitiza hata sisi. Neema ya Mungu ikifunuliwa, anakupanulia mipaka mpaka hata wewe mwenyewe unashindwa. Kwa hivyo wakati ambapo Musa aliwaambia sasa wakati umefika wa kujionyesha na kuja mbele zake Mungu ili kujenga hekalu, they gave, kwa sababu onaishi omena shiori itiale siao. Walipokumbuka vile Mungu alivyowafanyia, basi hilo jambo liliweza kuwafurahisha, na hilo ni jambo la maana sana hata siku hii ya leo. Na ningetaka kusema hata hizo tumetoa na zile tutaendelea kutoa, sio zetu, ni kuheo tunehetwo niki Mwathani nigetha tutuike aramati. Kwa hivyo tutoe na moyo wa kupenda, tutoe na moyo wa shukrani, sio kuhimizwa, lakini tutoe kwa sababu sio zetu, ni Mungu ametupatia na ametupa ili tuweze kuhusika katika kufanya jambo hilo. Kwa hivyo ni vizuri Bwana aweze kutusaidia tutoe kwa furaha, na nashukuru kwa sababu ya chairman wetu wa finance na treasurer wametusaidia kutoa hizo vitu zote tukiwa tunacheka, tukiwa tunafurahi. Unajua kuna wakati mwingine fundraising inakuaga watu wamekasirika sana, lakini wametusaidia, tumetoa kwa moyo wa furaha. Jambo hilo tulikubaliana, na hilo ni jambo nzuri sana, linafanya watu waweze kubarikiwa. Mpaka wakati Musa akasema ni asanti, ni kwa sababu tumemfurahisha Mungu wetu, naye ataweza kutubariki. Nami kama mchungaji nitasema hivyo kwamba Mungu atawabariki ni kwa sababu ya kupeana katika moyo wenye furaha na watu ambao wamependa, na ili kanisa hili na eneo hili iendelee kufurahia Mungu. Mungu anataka tuwe watu waaminifu kwake, na ili tuweze kubarikiwa na yeye. Na hilo ni jambo la maana sana katika maisha yetu, kwamba tukitoa na tuendelee kufanya hivyo, Mungu naye ataendelea kutupa rasilimali nyingi. God wants us to be faithful and to be generous, kwa sababu anatafuta watu hawa. He wants us to be faithful and generous. Anatafuta watu hawa ambao ni watu ambao wamejitoa katika yeye, alafu pia watu wanaopeana. Kuna watu wengi ambao wanapeana, lakini mioyo yao na maisha yao iko mbali sana na Mungu. Lakini vile vile Mungu angetaka tuwe waaminifu, watu ambao wanampenda, na vile vile tuwe watu wa kupeana, kwa sababu ni jambo la maana sana. Ni vizuri wa Kristo tuwe watu ambao tumependa Mungu, lakini vile vile tuwe watu ambao wanapenda kupeana. Amen. Ambia jirani yako mpende Mungu na vile vile utoe. Kwa sababu unaweza kuta wa Kristo meda agai no merwa maruta no gwekatia na goduna. Mungu hapendi hivyo. Wewe kuwa Mkristo mwaminifu, mpenda Mungu, lakini onareke indo cia kuciendao ciende Ngai na irutire wira wa Ngai. Jambo hilo ukilifanya unakuwa Mkristo tofauti, naye Mungu anakubariki. Ni kwa sababu wewe mko safari moja pamoja naye. Ni jambo la maana sana, na utaorodheshwa katika vitabu vya kumbukumbu. Ni kwa sababu hivyo ndivyo Mungu angependa. Ni kwa nini nasema hivyo? Kama una Biblia, Mwanzo 4 utapata habari ya Abel. Utapata habari ya Abel. Ni kwa sababu Mungu anapenda tumpende, na vile vile tuwa watu ambao ni wakarimu. Huyu kijana walizaliwa na ndugu yake Kaini, na walipata nafasi ya kuja mbele zake Mungu ili wajionyeshe na waweze kuleta sadaka zao mbele zake Mungu. Naye Abri ambaye pia alikuwa amebarikiwa na Mungu na alikuwa na sadaka zake, alikuwa na rasilimali nyingi. Alipopewa nafasi hiyo, alienda katika kondoo zake akachagua iliyokuwa imenona, na akasema kama ni Mungu amenipa nafasi hii, basi nitaichagua ambayo imenona na niweze kuileta mbele zake Mungu aitoe kama sadaka. Na alifanya hivyo kwa moyo wake mzuri, na hilo ni neno la Mungu katika Mwanzo 4. Naye ndugu yake ambaye pia alikuwa ni mkulima
akaenda katika mazao yake, lakini akawa na kinyongo na uchungu wa moyo, zile ambazo hazikumfurahisha, ili aitagiende kathoko ili watu wange magishirega, akazitoa akaleta mbele zake Mungu, akaambia Mungu hata kulima haujui. Lakini Abel alileta ile kwa imenona. Naye Mungu aliposhuhudia jambo hilo, alifurahishwa na sadaka yake Habili, akaipokea na akaweza kumbariki, lakini hakufurahishwa na sadaka yake Kaini. Kwa nini Mungu anatupa neno hili? Ili hata sisi tuweze kuweka mizani, tuweze kupima katika maisha yetu, na tuweze kujua tunapoenenda mbele kama Wakristo na watu ambao tumepewa nafasi mbele zake Mungu, je, mambo tunayofanya tunakadiria kwa njia gani? Lakini ndugu yake akaona kinyongo na baadaye akamuua Abel. Naye Mungu akaja akauliza, ni kwa nini umefanya hivyo? Na laana ikawa juu yake Kaini. Kwa hivyo ni vizuri Bwana aweze kukusaidia, ni kwa sababu yeye ni Mungu mwingi wa rehema. Lakini pia ukitazama katika Methali 21 naye ni mstari wa 27, Mungu hufurahishwa sana na sadaka za watu ambao ni wanyoofu, lakini sadaka za watu ambao ni waovu hazimpendezi Mungu. Jambo hili ni la maana sana hata katika maisha yetu, ili tunapoendelea mbele Bwana aweze kutusaidia katika maisha ambayo tunayaishi, ili tuweze kuwa na wakati mzuri mbele zake Mungu. Kwa hivyo ninapokamilisha, ningetaka Bwana aweze kusaidia hata wewe ili uweze kubadilika. Ni kwa sababu ni Mungu anayepeana mbegu, ni Mungu anayepeana mazao, ni Mungu anayepeana afya ya kuweza kutumia huo mkate, ni Mungu anayepeana yale yote ambayo tunayo. Na kwa hivyo hatuna lingine hata katika mlima huu. Tumekuja kumuinua huyo Mungu na kusema huyo ndiye Mungu ambaye tunataka kumshuhudia. Ni kwa sababu kazi ambayo ametupa nafasi ya kuifanya katika maisha haya ni kazi ya kumtukuza. Ukitazama hapa nyuma yangu kuna mji huu ambao unajulikana kama PCC. Ni kazi kubwa sana imefanyika hapo, na hata wengine wazee wetu leo wanaweza kusema kwamba ndio nimekuja hapo, hata nimeona, nimeshangaa kwa sababu ya mambo yanayofanyika. Ni kwa sababu walipanda mbegu na wakaenda. Members wengi hata hawajaifika hapa, lakini walipanda mbegu na wakaenda. But every soul that is converted here, every life that is transformed here, that goes to your account. Hiyo ni siri ambayo iko ndani sana. That every soul that is transformed here, that every family that goes home rejoicing. Kwa sababu mimi ni mhusika mkuu na wengine hapa. That when families come here and they pick back their son and they rejoice and say, God bless those people who did this project, who had a vision to bring this kind of a home so that our sons can be transformed here. Na wanaenda wakiimba na wakishukuru Bwana, then know you are a partaker. Not odogaidare ya geranguru. Ogoro hatire kendo gya kure. Are you a partaker? No, you are not a partaker. So it is important that we enlarge our thinking and our vision. Then we see how the favor of God comes upon our lives. So it is very important, even going forward to the parishes that God is going to give us. Because God has raised us to be leaders in Lanet West, in Lanet East, and also in Nakuru Pipeline. How are we going to touch the communities there? Kwa sababu ni watu wengi bado wanalia, wanasema kogima komodo oke atuigwireza ona atuike maundu mega. That word of God talks about it. But it is us to rise up there above and say, it is not because this is my own brand, it's not because this is my relative, but you want to do good. So that when we go to our parishes, because God is going to give us that opportunity, go and sit down and ask yourself, what can we do and touch
the hearts of men and women, even in those local areas. We have so many issues that are facing us. But God has given us land, a land like this one. God has given land like the one we have in Emmaus. God has given us big pieces like the one we have in Jerusalem. What can we do so that apart from coming on Sunday and preaching and hearing the word of God, we can start doing things that can affect the lives and transform people? And that way, when we do it that way, tulihutagia ngoro ya Ngai, tunaiguza roho ya Mungu, naye Mungu anashusha baraka zake, na hizi baraka za Mungu zitaenenda pande zote, juu yetu, watoto wetu, wajukuu, vitukuu na vinyinginya. First, second, third and fourth generation watapokea hizo baraka, nasi tutaenda nyumbani tukiwa tumebarikiwa na kusema kwamba nekafa gutolera gayosho. So I want to encourage you that this is just a new beginning, even in our own way of thinking and our own way of doing the mission, so that God will be able to bless us. And finally, when we are together, we can do great things. Let us also envision of the way of working together and partnering with one another, because that way we are going to achieve so much. Today, the 230,000 that was due for this child has become a very small figure because of our numbers. And we have carried that burden, and the child has gone home happily because of our numbers. How much more can we be able to do great things because of our numbers? When we look at the points of contact, when we look at the points where we can agree and maintain that, rather than looking at the issues that divide us, but looking at the issues that put us together. Tukifanya hivyo, na Mungu wetu akiwa pamoja nasi, ataendelea kutubariki na kutufanyia mambo makubwa. Naomba tusimame tuweze kuomba. Hata wewe katika familia yako ambao Mungu amekuita, mmezaliwa mkiwa wengi, mkiwa wachache, na vile vile kuna majirani ambao umepewa nafasi ya kuweza kuishi pamoja. Maisha yanaweza kuwa rahisi sana tukitafuta katika umoja wetu. Tunaweza nunua gunia ya sukari tukiwa wa mama 10, tunanunua na wholesale na tunagawana, badala ya kwenda katika duka hiyo hapo kijiji na kila wakati kununua. Na mnanunua wholesale na mnagawana, inakuwa ni pesa kidogo sana, na unaona kwamba mnaokoa pesa ambazo mnaweza tumia katika kujiendeleza, kwa sababu umoja ni nguvu. Waswahili walisema hivyo. Let us look at those areas where we can work together and make life better and easier, kwa sababu hivyo ndivyo Mungu ametuita. Sisi ni jeshi lake Yesu Kristo, na Yesu ndiye komanda, na tukimtazama katika upendo, mambo mengi yatafanyika. Ametuelezea tuwapende wengine kama tunavyojipenda. Tufanye mambo ambayo ni ya kiungu, na we'll do great things. We have what it takes. Wazee wa kanisa, we are the areas where people oscillate on us, because we are the people who can make the district oscillate on us, kwa sababu Mungu ametuinua na kutuweka mafuta. Let us use that and help the people to oscillate on us, and great things will happen. I appreciate I'm a pastor, but given an opportunity to make this parish oscillate on the office of the parish minister, and great things can happen, and that is what has happened even now. So let us embrace that, na tuone vile Mungu atatutumia, even at family level, even at neighborhood level. That is my appeal, and that's the altar call for today. Onawa inukathi we uri atiriri, ni ati Ngai angihũthĩra nigetha hari ndi na andu aria marathikiriria na aria twi nao
matume ona omeke maundu manene na nigetha matige kwĩira no mamenye nĩ kũrĩ Ngai wĩ matu-inĩ na nĩ kũrĩ o mũndũ witũ ena iheo iria hetwo. Ũguo nĩguo Musa ekire, arĩa moĩ kuogotha makĩheo wĩra wa kuogotha, arĩa moĩ ũhoro wa gũtura makĩheo wĩra wa gũtura, arĩa moĩ ũhoro wa kũina makĩheo wĩra wa kũina, arĩa moĩ gwĩka wega makĩheo wĩra ũcio wa gwĩka wega, arĩa moĩ kũhoya makĩheo wĩra ũcio wa kũhoya. Let us identify those gifts. They are in our congregations, they are in our districts. Let us embrace and appoint people to do those things. Sometimes people are waiting to give them opportunities, but we are holding those opportunities. Ngai no ya gwĩtĩte na no ya rorota nigetha Mwathani atuĩke wa gũtũrathima. I've been impressed by one girl here. Ciana cietwo cia Sunday school hau akĩina nao, metwo brigade hau akĩina nao, metwo youth hau akĩina nao, na ngwetereire atumia metwo na no angĩinire hau ũguo. This is exactly what God is calling us. That where you have been talented, can use that talent irrespective of the age, irrespective of the circumstances. May God bless that girl. May God bless us even as we go home. Okay, we thank you, Lord, and we worship you. Because this is an opportunity to open our insight and our understanding. Ati nĩ vĩva yaku Ngai ũtũhete ona ũkorwo twĩ muoyo nigetha turute wĩra ũrĩa ũngĩgocithia rĩtwa rĩaku. Mwathani nĩ wega, you give us, all of us, that kind of an opportunity. Where we are at a family level, even at a society level, at a church level, even in our areas of jurisdiction, even in our professions. That when you train us, that we can be able to give back to the society. We thank you and worship you. That even today, you are going to mold us and help us get transformed from inside, and we can affect the society. We worship and bless you, even for our blessed country, Kenya. Dismiss us with your love and encourage us, even as we continue serving you. In Jesus' name we pray. Amen. Na wapiana sasa katika mikono ya Bwana, mikono ambayo ina upendo na nguvu, iweze kuwalinda na kuwahifadhi. Nazo rehema, nazo neema za Mungu Baba ziweze kushuka na kuwa juu ya maisha yenu mnapoondoka na kusafiri. Baraka za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ziandamane nanyi katika shughuli zenu zote na kazi ambazo mtakuwa mkizifanya, ili muweze kuona hatima njema na mambo ambayo yatasalia sasa na hata milele. Amen. Amen. God bless us.